Katika kusherekea sherehe za muungano wa Tanganyika na Zanzibar, TRA imezindua ofisi katika maeneo mbalimbali katika visiwa vya Zanzibar, lengo ikiwa ni kuhamasisha wafanyabiashara katika ulipaji wa kodi. Akizungumza mara baada ya ufunguzi wa kituo cha walipa kodi huko Kiwengwa, mkoa wa Kaskazini B Unguja, mkuu wa wilaya ya Kaskazini B Ndugu Juma Sururu Juma amesema kuwa ufunguzi wa kituo hicho umewapa urahisi wa wafanyabiashara katika maeneo hayo kwa kuwapunguzia masafa ya kwenda mjini. Katika sherehe za kuadhimisha miaka 61 ya muungano wa Tanzania, muungano ambao umedumu kwa miaka yote, muungano ambao ni adimu katika dunia yetu hii, muungano ambao unaongoza mpaka leo katika kudumisha umoja, utulivu na amani katika nchi yetu. Muungano hoye! Leo tupo Kiwengwa katika uzinduzi wa kituo chetu cha TRA ambacho kinahusu walipa kodi wa wananchi wa wilaya ya Kaskazini B pamoja na wilaya nyinginezo. Kwanza nitoe salamu za Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ameubariki uzinduzi huu na sema nikupeni salamu sana, na yeye yuko pamoja nasi katika sherehe yetu hii ya leo. Baada ya maelezo hayo, ndugu wananchi na ndugu wenzangu, TRA ni kituo cha ulipaji wa kodi. Zamani ilikuwa kituo kiko Unguja tu kule mjini kule, lakini siku hizi TRA wamesema hapana, tuwafate huduma hizi katika vijiji, na tunashukuru sana wamekuja Kaskazini B, baadaye watakwenda Kaskazini A katika kufuata huduma hii, wananchi wasitabike tena kwenda mijini. Kwa hivyo ndugu wafanyabiashara, ndugu wananchi, huduma ipo karibu, hakuna tena kisingizio cha kutokulipa kodi. Tunashukuru ndugu TRA kwa kazi hii ambayo mjitolea na umeona umuhimu wa malipo ya kodi katika nchi yetu. Kama nchi ni lazima iendeshe na kodi, na kodi lazima ilipwe na mwananchi. Kwa hivyo ni mambo mawili ambayo yanaambatana. Vile vile tunashukuru sana kwa mashirikiano yenu TRA pamoja na ZDRA. Mnaenda kazi vizuri sana, mnashirikiana. Manake wananchi wengi wa Zanzibar wanakuwa na babaika hapa, TRA ipi, ZDRA ipi, lakini kwa upeo wenu mnaweza kuelimisha wananchi na kuweza TRA ni malipo gani na ZDRA ni malipo gani. Jamani, ZDRA ni ilikuwa ziada B zamani, hivyo inaitwa ZRA. Pia nawashukuru kwa ufanisi wenu wa kazi. Umetueleza hapa kwamba mmepewa malengo ya makusanyo mlivyoanza kazi hii, lakini kila mwaka mkenda, kila mwezi mkenda, mnakusanya kwa bidii na mnavuka lengo la makusanyo. Hongereni sana TRA. Wilaya ya Kaskazini B kituo chake kitakuwa hapa Kiwengwa, na naamini masheha pamoja na baraza la mji mfanye kazi ya kuhamasisha wafanyabiashara kuja kulipa kodi za serikali za TRA na ZDRA, tena kwa tarehe zilizopangwa, kwa sababu mfanyabiashara anaweza kufanya kazi akapata faida, lakini kwenye malipo kidogo anajikwaa. Kwa hivyo nyinyi mabalozi wa kuhimiza wafanyabiashara wetu waweze kulipa kodi kwa wakati. Meneja wa idara ya kodi za ndani Omar Abdi Kirobo akizungumza kwa niaba ya naibu kamishna wa TRA Zanzibar ameeleza kuwa mamlaka ya TRA inazidi kuboresha mifumo ili kuwawezesha walipa kodi popote walipo. Pato Tanzania imekuwa na lengo la kuwaondoshea usumbufu walipa kodi wake kwa kuwekea ofisi maeneo ya karibu nchi nzima. Hili ni zoezi, ni zoezi la taasisi yetu kwa nchi nzima kufanya kuwa walipe kodi kwa urahisi na kuwekea maofisi maeneo yao ya biashara. Hii inasaidia kupunguza masafa ya umbali wa kusafiri muda mrefu wa kufuata huduma hizo, lakini vile vile inafanyia wepesi wafanyabiashara
kwa kutumia muda wao mchache na kufanya mambo yao mengine ambayo ni muhimu zaidi. Lakini vile vile mamlaka ya mapato haikuishia hapo, imeboresha mifumo ili kuwawezesha walipa kodi waweze kutumia huduma zetu popote walipo duniani. Kama unataka kufanya malipo, basi unaweza kufanya popote, ukaingia kwenye mifumo yetu na kuweza kupata huduma zetu kwa njia ya elektroniki. TRA Zanzibar naso hatukuwa nyuma, ndio maana leo tumekuita hapa kuhakikisha kwamba juhudi hizi zinafanyikiwa. Ndio tukaamua tuanzishe kituo hichi cha huduma cha Kiwengwa ambacho utakifungua muda mfupi ujao. Ikiwa ni mwanzo tu wa kituo hichi, lakini vile vile tuna mikakati ya kujenga ofisi zetu za kileo kabisa. Nafikiri kwa Kiwengwa zikawa ndio ofisi za kwanza kabisa za mfano. Hata hivyo tunamalizia taratibu tu za ujenzi ili tuanze rasmi ujenzi wa kituo hicho. Ni maeneo hapa pa Kiwengwa, mheshimiwa. Hatua hii pia itawafanya walipa kodi waweze kupata huduma kwa urahisi. Ndugu mgeni rasmi, lengo hili la TRA la kuwekea huduma kwa karibu limeonyesha mafanikio sana, na kwa kipindi hichi toka ingie mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi tulianza kukusanya bilioni 300 kwa mwaka. Tulipangiwa tukusanye bilioni 300 na kwa mwezi tulikuwa na uwezo wa kukusanya bilioni 25. Lakini hadi leo, miaka 5 ya Dr. Hussein Ali Mwinyi, kumekuwa kuna mafanikio makubwa. Tumepewa lengo la kusanya bilioni 600 na tuna wastani wa kusanya bilioni 52 kwa mwezi. Hii inachangiwa zaidi na juhudi za mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kuongeza uwekezaji mbalimbali, na mheshimiwa na wananchi wote hapa na mliopo mnashuhudia uwekezaji ulivyokuwa, mahoteli mbalimbali na aina mbalimbali za uwekezaji zimekuwa zikiongezeka, na hizi ndio chachu za kuongeza kodi vile vile. Dr. Shueha Salum Halfan, afisa mkuu wa elimu kwa walipa kodi na mawasiliano TRA Zanzibar, amesema kuwa ufunguzi wa kituo hicho una lengo la kuwafanyia urahisi wananchi wa maeneo mbalimbali sana katika sherehe hii ya ufunguzi wa kituo cha huduma cha TRA hapa Kiwengwa. Hii ikiwa ni miongoni mwa shamra za kuadhimisha miaka 61 ya muungano wa Tanzania. Ufunguzi wa ofisi hii ya TRA hapa Kiwengwa unalenga kuwasogezea karibu huduma za TRA wananchi, walipa kodi, wafanya biashara, wawekezaji na raia wote wa Zanzibar, ili kurahisisha kufanyia wepesi wa kulipa kodi zao. Pia katika ufunguzi wa kituo hiki imekuwa ni miongoni mwa program za TRA katika kutoa na kuboresha huduma zake kwa wananchi katika maeneo yote katika nchi nzima. Hivyo tunapenda kuwakaribisha mufurahie sherehe hii adhimu kwa maslahi mapana ya kuleta maendeleo ya kiuchumi na ustawi wa jamii yetu. Ukiuza, ukinunua, pamoja Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi endelea. Asanteni. Nadir Abdallah Hamis ni mfanyabiashara wa Kiwengwa, amesema kuwa ufunguzi wa kituo hicho kitaleta urahisi kwao, sambamba na kuiomba mamlaka ya TRA kutoa elimu kwa baadhi ya wafanyabiashara ili waendelee kulipa kodi kwa maslahi ya taifa. Nadir Abdallah Hamis ni mkazi wa Kiwengwa, na tunafurahia
TRA kuja karibu na sisi, kwa sababu ni vitu vya umuhimu ambavyo tunatakiwa kama Watanzania kulipa kodi kwa maendeleo ya taifa letu. Kwa hiyo mwanzo tulikuwa tunapata tabu kama kutoka Kiwengwa kuelekea mjini kwenda kulipa kodi pale Mlandege, lakini sasa hivi tumeletewa karibu hapa. Tunafurahi kama ZRA walivyokuja na sasa wamekuja TRA. Kwa hiyo watu wote ambao wanataka kulipa kodi tupo karibu. Kwa hiyo tunalipa kodi kwa maendeleo yetu ya Tanzania. Tunawalipa kodi ambao ni wafanyakazi wa TRA, nao pia wanahitajika kuwa wapole, kwa sababu mtu anayekuja kulipa kodi anatakiwa aingwe, afahamishwe, aelezwe kila kitu mpaka aweze kulipa kodi. Kwa hiyo na wao wajue kuzungumza na watu wajue kwa convince mpaka watakapokuja hapa kulipa kodi. TRA kwa kweli wako vizuri na mapungufu ni madogo, na mapungufu ni moja ya ubinadamu. Kwa hiyo kila pale ambapo tunaona kuna mapungufu tutaambia, tutaweka sawa, ila ushauri mkubwa tunawapa kwamba wasikimbilie kupiga penalty. Wasikimbilie kupiga penalty. Kila kitu mtu anapaswa kuelekezwa kwanza kabla ya kufikia hapo. Kwa hiyo tunawaomba TRA watuinge, walipa kodi. Sisi tupo kwa ajili yao, wao wapo kwa ajili yetu. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.